Tumsifu Yesu Kristo. Jina langu ni Askofu Ludovick Joseph Minde, askofu wa Jimbo Katoliki Moshi. Kwa neema ya Mungu tumejaliwa tena kuadhimisha Pasaka ya mwaka huu wa Bwana 2025. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Ni kwa neema yake tu, ni kwa upendeleo wake tu tumeweza kuingia katika Pasaka hii. Tumekirimiwa, hatustahili. Kumbe tunapomshukuru sana Mwenyezi Mungu, ndugu zangu, ninaomba nichukue nafasi hii niwatakie waamini wote wa Jimbo Katoliki la Moshi na waamini waliopo mahali popote duniani, familia yote ya Mungu, Pasaka njema. Yaani Pasaka ya furaha, Pasaka ya neema, Pasaka ya amani na matumaini. Wapendwa ndugu zangu, mwaka huu kwa mipango yake Mwenyezi Mungu tunaadhimisha Pasaka hii ya mwaka 2025 ikiwa imezungukwa na zawadi tatu kubwa. Zawadi hizi kama kweli tumezitumia vizuri na tunaendelea kuzitumia vizuri, zitatusaidia sana kufurahia zaidi na kujizamisha zaidi katika sherehe ya Pasaka, katika fumbo hili la Pasaka. Zawadi ya kwanza ni ile barua ya ujumbe wa Maaskofu Katoliki Tanzania 2025, simameni imara katika imani, ambayo imetoka katika barua ya kwanza kwa Wakorinto sura ile ya 16 mstari wa 13. Simameni imara katika imani. Mababa askofu wanapotualika tusimame imara katika imani, ni imani ipi? Ni imani kwa Mungu, imani katika Kanisa Katoliki, imani katika mafumbo makuu ya wokovu wetu. Na kwa hakika wanatuandikia hivyo mababa askofu, tukiwa tunaishi huku duniani na kwa namna pekee katika Tanzania yetu, tunaona jinsi waamini wetu wa Kristo wa Katoliki wanavyohangaika katika imani, na wanaturudisha tusimame imara katika imani kwa Mungu, kwa Kristo, kwa Kanisa Katoliki. Tusimame imara katika kweli za imani, Sasa ufufuko wa Bwana ni mojawapo wa mafumbo ya imani yetu. Kama kwa kweli tumepokea mafundisho tuliyojaribu kuyaeleza na kuyatolea sana semina na hata mafungo kipindi hiki cha Kwaresma kuhusu imani, tutaweza kuifurahia sana Pasaka na tutaendelea kuwa na furaha endelevu katika kuadhimisha Pasaka, kwa sababu bila imani ya dhati kwa Mungu, imani sio hangaika, imani ya siku zote, hatuwezi kufurahia ukweli wa Pasaka, kwa sababu ukweli huu wa Pasaka unadai imani kwamba mambo yako hivyo kweli. Ni kweli Yesu amefufuka kutoka wafu na iko kati yetu na anatenda kazi. Pia kwa kifupi tu, tunaadhimisha Pasaka ya mwaka huu wa Bwana 2025 tukiwa kwenye safari ya zawadi ya Jubilei Kuu, mwaka mtakatifu 2025. Mwaka mtakatifu 2025. Lengo la mwaka kama huu ni nini? Unaokuja kila baada ya miaka 25. Ni kutufanya tuwe watakatifu zaidi, tufanane zaidi na Mungu. Mtakuwa watakatifu kwa sababu
mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Mungu alimwambia Musa, akawaambia Waisraeli kwamba watakuwa watakatifu kwa sababu Mungu ni mtakatifu na wao lazima watakatifu. Ukasoma kitabu cha Kumbukumbu ya Torati kitabu sura ya 2 mstari wa 19. Takuwa watakatifu kwa sababu mimi Mungu Bwana yeye ni mtakatifu. Lakini pia Bwana Yesu anatuambia katika Injili ya mtakatifu Mathayo sura ya 5 mstari wa 48. Ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Kwa hiyo sisi tunamkimbilia Yesu, tunamkimbilia Mungu aliye kilele cha utakatifu. Tunapanda mlima wa utakatifu. Kwa hiyo mwaka huu wa jubilei unataka kwenda hapo kutusaidia tupige hatua kubwa zaidi katika maisha ya utakatifu, kwa njia ya sala, kwa njia ya sakramenti, kwa njia ya neno la Mungu, kwa njia ya kusoma maisha ya watakatifu, kwa njia ya kufunga, kwa njia ya kujinyima, kwa njia ya kujikatalia mambo ambayo ni hatarishi katika maisha yetu ya Kikristo, katika maisha yetu ya kiroho, maisha yetu ya imani, maisha yetu ya maadili, maisha yetu ya nidhamu. Kujiepusha na mambo kama hayo. Tulikuwa tunajua kwamba tunaishi kwenye ulimwengu wa dunia, umejaa malimwengu ambayo mambo matakatifu kama ya kwetu si rafiki kwa mambo hayo. Lazima tujijengee utamaduni na uthubutu, ujasiri wa kujiepusha na mazingira hatarishi ya maisha yetu ya kiroho, maisha yetu ya maadili, maisha yetu ya nidhamu, maisha yetu ya imani kwa Mungu mmoja, kwa Yesu. Sasa hiyo pia mwaliko huo wa mwaka wa jubilei, mwaka mtakatifu 2025, msaada mwingine sana wa kutusaidia tuweze hata kuadhimisha hii Pasaka ya mwaka huu wa 2025 vizuri zaidi. Lakini tusahau zawadi nyingine katika jimbo letu, Jimbo Katoliki Moshi. Sinodi ya kwanza Jimbo Katoliki Moshi. Kauli mbiu yetu inasemaje? Sinodi Jimbo Katoliki Moshi: katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Na hapa kwenye sinodi ambayo imeanza tangu 2023, kweli kwa neema za Mungu tumejifunza mambo mengi, inaleta mambo mengi kwetu, na tunaona kabisa ilikuwa ni mpango wa Mungu Mwenyezi tuadhimishe sinodi hapa jimboni. Hayo mafundisho yote tunayokutana nayo katika kujifunza zaidi jimbo ni nini, imani kwetu kwa Mungu ni kitu gani, katika kujifunza zaidi sala, kujifunza zaidi liturujia takatifu, kujifunza zaidi uchungaji. Haya yote yanatusaidia zaidi kuelewa uwepo wa Kristo kati yetu na jinsi anavyotupenda. Sasa ndugu zangu, haya mambo tunapoadhimisha Pasaka ya mwaka huu ambao tunaadhimisha mojawapo ya kweli za imani yetu ndani ya Kanisa Katoliki, yatatusaidia sana kuiweza kuielewa vizuri. Kwa hiyo niwaombe tu, nimeona kwamba katika mazoezi ya toba tuliofanya kipindi hiki katika vikarieti zote za jimbo letu, tulianzia vikarieti ya Hai, tukaenda vikarieti ya Rombo, tukaja vikarieti ya Moshi, tukamalizia vikarieti ya Vunjo. Watu wamelipokea sana lile zoezi la toba. Toba ni mojawapo ya mazoezi muhimu sana yanayotufanya tuache mambo ya zamani, tutokane na mambo yetu na tumkumbatie Mungu zaidi, tumkumbatie Kristo. Kumbe kama ni kweli mmeonyesha na napenda hivyo kufanya toba, kuachana na mambo ya kale, basi tuendelee kufanya toba endelevu. Hiyo ni toba endelevu, isiwe ni wakati moja tu, maana sisi tunaendelea kuwa dhaifu daima. Tumejisafisha vizuri sana wiki mbili zilizopita, inawezekana tena hapa na pale tukarudi hapo. Tuendelee kupenda ili zoezi la toba, kwa sababu tunapoweka mambo yetu mbali, tunapokataa ya kale, tunakumbatia ya Yesu, ndivyo tunavyoweza kuyafurahia maisha ya Pasaka. Mtakatifu katika masomo ya Pasaka hii, Mtakatifu Paulo anatuambia hivi: basi jisafisheni. Ni kutoka barua yake
Wakorintho wa kwanza sura ya 5 ule mstari wa 5 na kuendelea mpaka wa 8. Basi jisafisheni, mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Basi na tufanye karamu, si kwa chachu ya kale, si kwa mambo ya kale, wala kwa chachu ya uovu na ubaya, bali kwa yasiyo chacha, ndiyo weupe wa moyo na kweli. Ndio weupe wa moyo na kweli. Tukiwa katika weupe wa moyo, tutafurahia sana uzuri wa Pasaka. Kristo anakuja kwetu na maisha mapya. Maisha mapya, yeye ni mpya. Anatuletea maisha mapya ya ulimwengu mwingine, kule tunakokwenda. Na hivi tukiwa tunajitahidi daima kujitakasa, kujiondoa katika haya mambo yetu yanayotufanya tunarudi daima kwenye giza, kwenye uovu, kwenye mambo ya uongo, kwenye mambo ya uvivu, kwenye mambo ya kuwasengenya wengine, kwenye mambo ya ulevi. Yaani tukiachana na mambo hayo, tukiwa ni watu waliojawa na uadilifu, watu wanaoishi maisha mapya, tutafurahia sana maisha ya Pasaka, kwani Kristo mwenyewe ndiye anayetuletea hayo maisha mapya. Ndugu zangu, nipende kuwashukuru sana kwa jinsi mlivyojiandaa vizuri kwa Pasaka hii, hasa kwa ile barua ya maaskofu, simameni imara katika imani, lakini pia katika mwaka huu mtakatifu ambao tumeuanza tangu Disemba mwaka jana, na hiyo kauli mbiu jinsi ambavyo inatutia hamasa, mahujaji katika matumaini. Tunatembea tukiwa tunamwangalia Kristo mfufuka ambaye ameshashinda. Matumaini yetu ni katika Kristo mfufuka, ndio maana yake. Tembeeni mahujaji katika matumaini. Tuko katika mahujaji, tuko katika safari, tunahiji, lakini tunahiji tukiwa na matumaini, maana Kristo mfufuka yuko kati yetu na yuko mbele yetu, na tunakwenda kushinda. Tuna hakika hiyo. Basi inapo washukuru kwamba tunaadhimisha Pasaka baada ya kuanza, tunaendelea kujifunza mwaka mtakatifu, na pia tuko kwenye sinodi ya kwanza ya Jimbo Katoliki Moshi. Tujitahidi basi kuyaweka hayo yote ambayo tumejifunza mpaka sasa kuhusu imani, kuhusu jubilee kuu mwaka mtakatifu 2025, mahujaji katika matumaini, na pia katika sinodi yetu tuyalete pamoja sasa, ili yatusaidie kuishi Pasaka ya Kristo. Kristo Pasaka wetu amekwisha kutolewa sadaka, yuko hapo, amaanikwa, amekuja kwetu sasa katika weupe wa moyo, akiwa na huo ujazo wa zawadi za kimungu. Yuko tayari kutushirikisha. Tuwe tayari kumpokea, tuwe tayari kuendelea kuzifurahia zawadi hizo, hasa hiyo zawadi ya furaha, zawadi ya amani, zawadi ya matumaini. Asanteni sana. Pasaka njema, na tuombeane. Tumsifu Yesu Kristo.